maisha bwana, unaweza kuwa na watu lakini wasio sahihi, lakini inakuwa ni vigumu sana hao watu kuwaruhusu katika moyo wako, kwa sababu moyo wako unaweza kuwapenda kwa sababu ya vitu wanavyovifanya. Kuna muda mwingine inakuwa ni ngumu sana kukubaliana kwamba watu uliokuwa nao sio sahihi. Na kuna muda mwingine tunawapa moyo wangu wote, tunawapa mioyo yetu yote, na bila kugundua kwamba kuna kuumia mwishoni. Hebu tukubaliane kwamba tukiachwa na hao watu tukubali kwa tu kuwashika, kwa sababu kuna wengine wanadhani kuwashika ni laana. No, ni sehemu ya mafanikio. Ukifanikiwa kuwaacha wote wa muhimu, inakuwa ni mafanikio yako. So kuna muda mwingine kubali kuachwa na watu ambao wanakupoteza, kwa sababu kuna watu wanafanya vitu kwa maslahi yao binafsi. Hawaangalii kwamba wewe una malengo gani na maisha yako. Sijui wewe unataka nini, sijui wewe unawaza nini, lakini mimi nakwambia bora kuachwa na watu ambao ni waovu kwako, wanapenda sana wewe uanguke, kwa sababu sio watu wengi wanapenda watu wafanikiwe, kwa sababu wengi sasa hivi wanataka maslahi yao binafsi sana kuliko kushirikiana. So epuka sana kulia kwa sababu ya watu wasio sahihi. Unalia nini wakati hao watu sio sahihi katika maisha? Maisha yanahitaji watu sahihi na kwa wakati sahihi. Cheza na wakati, cheza na muda, usicheze na hisia zako binafsi, kwa sababu hisia zako binafsi zitakuja kukupoteza, na zikikupoteza nitasikitika sana, kwa sababu kuna wengine utaanza kulia na kulia kwako kutokusaidia chochote. So kubali kuachwa. Kuachwa sio laana, kuachwa ni sehemu ya maisha. Ukiachwa achika, usiwashikilie watu ambao wasio na maana kwako, wasio kubeba, wasio kupeleka katika nchi ya ahadi, kwa sababu wote tunataka kufika katika nchi ya ahadi, na hiyo nchi ya ahadi ndio ambayo sisi tunaitaka. Kama aibu wa kupeleka kwenye nchi ya ahadi, toka mapema, nenda katika mtu sahihi, chagua watu sahihi kwa wakati sahihi. Hakuna namna katika haya maisha bila kufanikiwa bila watu. Na kwa tunafanikiwa na watu, chagua watu wa kufanikisha, kwa sababu sio wote wanaweza kuwa na wewe na wanaweza kukupigisha hatua, kwa sababu sio wote wanapenda ulicho nacho. Kuna wengine wanataka kukiua kabisa na usionekane katika hii dunia. Hii dunia imejaa na mengi sana. So epuka sana hayo mengi kuonekana mbele yako, na iwe ni sababisho ya watu. Kumbuka, watu ni rasilimali, na hii rasilimali ifanye kazi kwako kiusahihi, inabidi uchague rasilimali sahihi. Huo ndio ujumbe wangu.